Naam, hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa humu nchini. Jaji mkuu wa Tanzania ameweza kutoa agizo ama amri mpya kwa mahakama zote kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu ambayo imeleta matumaini ya ushindi wa mapema kwa wafuasi wa Chadema pamoja na wafuasi wa Tundu Lissu. Je, ni nini ama ni amri hipi hii ambayo ameweza kuitoa? Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika hatua ambayo imevuta hisia za kitaifa na kimataifa, Jaji Mkuu wa Tanzania ametoa agizo la kuharakisha kesi inayomkabili kiongozi wa upinzani na mgombea urais wa Chadema Tundu Lissu, huku uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika Oktoba mwaka huu 2025 tarehe 29. Kesi hii inazidi kuwa kitovu katika nyanja ya kisheria na kisiasa nchini, huku Jaji Mkuu huyu sasa hivi akitaka kesi hii iweze kumalizwa na uamuzi utolewe kabla uchaguzi kuanza. Wito wa Jaji Mkuu wa uamuzi wa haraka na wa wakati unasisitiza jukumu la mahakama katika kuhifadhi imani ya umma na kuhakikisha kwamba haki haitendeki tu bali inaonekana kutendeka, hasa katika kesi nyeti za kisiasa kama hii ya Tundu Lissu. Kesi inayomkabili Tundu Lissu wa Chadema, ambaye ni mwanasheria maarufu, mtetezi wa haki za binadamu na mtu muhimu katika chama cha upinzani Chadema, inahusisha mashtaka ya uchochezi na kuhatarisha usalama wa taifa. Tuhuma hizi zinatokana na kauli kadhaa alizozitoa Tundu Lissu hadharani ambazo serikali inadai ni uchochezi na kutishia utulivu wa serikali na kusababisha machafuko. Hata hivyo, jopo la mawakili wa Tundu Lissu limepinga vikali mashtaka hayo, likieleza kuwa hati ya mashtaka haina maelezo maalum na inashindwa kukidhi viwango vya kisheria vinavyotakiwa kwa tuhuma hizo nzito. Katika kukabiliana na ucheleweshwaji unaoendelea na kuongezeka kwa maslahi ya umma, Jaji Mkuu leo sitiza haja ya kuchukuliwa hatua za kisheria haraka kabla ya uchaguzi kufanyika, akisema kuwa kutokuwa na uhakika wa muda mrefu kunaweza kudhoofisha michakato ya kidemokrasia na uaminifu wa mahakama. Katika hali kubwa, vyanzo vya ndani kutoka Mahakama Kuu vimethibitisha kuwa Jaji Mkuu huyo ametoa maagizo rasmi kwa majaji wanaosimamia kesi ya Tundu Lissu. Maagizo haya yanaripotiwa kusisitiza umuhimu wa uamuzi kwa wakati, haswa wakati wa uchaguzi ukiwa umesalia chini ya mwaka mmoja. Kwa mujibu wa maagizo haya, kuahirishwa zaidi kunaweza kuathiri sio tu mchakato wa uchaguzi bali pia mtazamo mpana wa umma kuhusu haki nchini Tanzania. Akirejelea msimamo wake wa awali, Jaji Mkuu kwa mara nyingine amesisitiza kuwa mahakama lazima ihakikishe maamuzi yanatolewa kwa haraka bila kuacha misingi ya haki na uhalali. Ikiongeza safu nyingine katika tamthilia inayoendelea ya kisheria na kisiasa, taarifa ya kushangaza kwa umma Jaji Mkuu George Masaju imeweza kuibua mjadala zaidi. Katika hali isiyo ya kawaida na ambayo haikutarajiwa, Masaju alionekana kuunga mkono pia kwa upande mwingine msimamo wa Tundu Lissu, hasa katika masuala ya kiutaratibu yaliyotolewa na mawakili wake wa utetezi. Nikimnukuu, Masaju alisema mahakama haiwezi kufumbia macho ukiukwaji wa haki za kimsingi. Masaju alisema wakati wa kongamano la hadhara kuhusu uhuru wa mahakama. Matamshi yake yameibua mazungumzo kuhusu kutopendelea upande wa mahakama na uwazi katika kesi nyeti za kisiasa. Suala la vita hii ya kisheria ni mazingira ya kisiasa yenye mgawanyiko mkubwa, huku Tundu Lissu akionekana kuwa mshindani mkubwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2025 dhidi ya Samia Suluhu. Kwa Watanzania wengi, kesi hii ni zaidi ya shauri la kisheria, ni mtihani mdogo wa nguvu na uhuru wa taasisi za kidemokrasia nchini. Katika muktadha huu, msisitizo wa mara kwa mara wa Jaji Mkuu Ibrahim Juma wa kuharakisha kesi umekuwa na umuhimu mkubwa. Kauli zake zinapendekeza kutambuliwa kwamba haki lazima itolewe, si kwa haki tu bali pia kwa uharaka, ili kuepuka kuweka kivuli kwenye mchakato ujao wa uchaguzi. Maoni ya umma kuhusu uingiliaji kati wa Jaji Mkuu yamechanganywa. Wafuasi wa Chadema kwa kiasi kikubwa wamefurahia hatua hiyo, wakitafsiri kuwa ni ishara kwamba mahakama inaweza kutaka kujitenga na ushawishi wa kisiasa na kuzingatia utawala wa kisheria. Kwa upande mwingine, baadhi ya wataalamu wa sheria na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameelezea wasiwasi wao kwamba ratiba iliyoharakishwa huenda ikashinikiza mahakama kutoa hukumu za haraka bila kujali mitazamo hii tofauti. Jaji Mkuu ameendelea kuwa thabiti katika msimamo wake kwamba ufanisi wa mahakama katika kesi hii ni muhimu ili kulinda imani ya umma katika mfumo wa kisheria. Zaidi ya hayo, waangalizi wa sheria wameeleza kuwa agizo la Jaji Mkuu linaweza kuweka kielelezo cha jinsi kesi za kisiasa zenye viwango vya juu zinavyosimamiwa katika siku zijazo. Katika nchi ambapo mivutano ya kisiasa mara nyingi huingia kwenye chumba cha mahakama, uongozi wake unaweza kufafanua upya uwiano
uwiano kati ya manufaa ya kisheria na ulinzi wa kikatiba. Akizungumza tena kuhusu suala hilo, jaji mkuu alisisitiza, nikimnukuu, haki lazima itimize misingi na kanuni za kisheria, na hii haiwezi kutokea katika ombwe la kucheleweshwa au kutokuwa na uamuzi, haswa wakati viwango viko juu kama ilivyo katika kesi hii. Timu ya wanasheria wa Tundu Lissu imeendelea kupinga uhalali wa kesi ya upande wa mashtaka na kuibua maswali kuhusu ubora wa ushahidi na sababu za mashtaka yenyewe. Wanasema kuwa mashtaka hayo yanachochewa kisiasa na yanalenga kunyamazisha mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali ya CCM kabla ya uchaguzi muhimu. Hoja hizi wanasema zinachangiwa na dosari za kiutaratibu katika hati ya mashtaka ambayo inadaiwa kushindwa kueleza kwa ufasaha makosa anayotuhumiwa nayo Tundu Lissu. Katikati ya mabishano haya, ujumbe dhabiti wa Jaji Mkuu Ibrahim Juma kuhusu hitaji la uamuzi ufaao umezingatiwa na wengi kama ukumbusho kwamba mahakama lazima iondoe kelele za kisiasa na kutekeleza majukumu yake ya kikatiba kabla ya uchaguzi mkuu kuanza. Mjadala mpana wa hadhara pia umepanuka zaidi ya chumba cha mahakama, huku mashirika ya kiraia, vyama vya kisheria na waangalizi wa kimataifa na wanamitandao wa kijamii wakifuatilia kwa karibu hali hiyo. Wengi wanaona kuhusika kwa jaji mkuu kama kipimo cha uhuru wa mahakama katika nchi inayokabiliana na masuala ya utawala, uwajibikaji na uhuru wa kisiasa. Akirejelea matamshi yake ya awali, Jaji Mkuu Ibrahim Juma ameweka wazi kwamba idara ya mahakama haiwezi kuruhusu kesi hii kuendelea kwa muda usiojulikana. Kufanya hivyo, alionya, si tu kwamba hakutahatarisha haki ya uchaguzi, lakini pia kunaweza kuondoa imani ya umma katika utawala wa sheria. Uchaguzi wa mwaka 2025 unapokaribia, uharaka wa jambo hilo unaendelea kuongezeka mitandaoni. Joto la kisiasa nchini linazidi kupanda na wengi wanahofia kwamba kucheleweshwa zaidi kwa kesi ya Tundu Lissu kunaweza kuwa chanzo cha machafuko ya kisiasa. Kutokana na hali hii, msisitizo wa Jaji Mkuu kuhusu uamuzi wa haraka na wa haki unazidi kuwa muhimu zaidi. Maagizo yake si ya kiutawala tu, ni kauli ya kanuni kwamba haki, hasa katika masuala yanayofungamana na utawala na kidemokrasia, lazima iwe kwa wakati, uwazi na uadilifu. Kwa kumalizia taarifa hizi, hatua za mara kwa mara za Jaji Mkuu katika kesi ya Tundu Lissu zinaakisi mahakama ambayo inafahamu wajibu wake katika msimu wa kisiasa unaochafuka. Wito wake wa hukumu ya haraka ni hitaji la utaratibu na sharti la kikatiba. Mtazamaji, ni juze maoni yako kuhusiana na habari hizi za Jaji Mkuu upande wa comment chini ya video hii. Vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu. Asante sana kwa kuungana nasi hadi tamati mwa taarifa hizi. Ningependa kukujuza kwamba tutaweza kukuandalia taarifa zaidi baadaye kuhusiana na masuala ya kesi hii inayoendelea mahakamani ya Tundu Lissu na masuala mengine ambayo yanajiri katika nyanja ya kisiasa humu nchini Tanzania.